Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Ikiwa leo mwanamke yoyote atakuwa mke wa rais, siku inayofuata historia nzima ya maisha yake itawekwa hadharani. Lakini si mke wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong-un, ambapo maisha yake yamegubikwa na siri nzito kiasi kwamba hata mwaka wake wa kuzaliwa haufahamiki. Achilia mbali hivyo, majasusi wanaamini kuwa hata jina analotumia si lake, ila limewekwa tu ili kuficha siri za historia yake. Kutokana na maisha ya Kim Jong-un, mwanamke huyu anakuwa sehemu ya sintofahamu, na machache yanayofahamika kuhusu yeye ni kwamba ametoka katika familia nzuri, baba yake akiwa ni profesa na mama yake ni daktari mkubwa wa masuala ya wanawake. Lakini pia mjomba wake ni moja ya watu wenye majina makubwa katika majeshi ya Korea Kaskazini. Inaaminika mwanamke huyu amesoma huko China katika masuala ya muziki na baadaye kujiunga na bendi inayowakilisha taifa hilo. Lakini katika video hii nimekuandalia mambo kadhaa ya kushangaza kuhusu maisha ya mwanamke huyu. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Namba 1, ndoa ya kulazimishwa. Ukiachana na tabasamu na vicheko unavyoviona kwenye picha nyingi za mke wa Kim Jong-un pale anapoonekana kwenye maeneo ya hadhara, ukweli uliobainika na wataalamu mbalimbali ni kwamba mwanamke huyu aliolewa na Kim Jong-un kwa kulazimishwa. Inadaiwa kuwa baada ya baba yake Kim Jong-un, mzee Kim Jong-il, kupata kiharusi mwaka 2008, dikteta huyu akatoa amri kwamba mwanaye Kim Jong-un afunge ndoa haraka na mwanamke mrembo aitwaye Ri Sol-ju. Na bila kupoteza wakati, taratibu zikaanza, na mwaka 2009 Kim Jong-un na Ri Sol-ju wakafunga ndoa, na mwanamke huyo hakuwa na nafasi ya kupinga, kwani nchini Korea Kaskazini kupinga anachosema rais ni kitendo cha uasi na adhabu yake inaweza kuwakumba familia nzima. Namba 2, jina jipya. Ukiachana na unene na kiduku cha mheshimiwa rais Kim Jong-un, uongozi wake umekuwa ukisifika sana kwa kuendeshwa katika usiri mkubwa, na hii haikuanzia kwa Kim Jong-un pekee, hata kwa uongozi wa baba na babu yake, yani Kim Il-sung na Kim Jong-il. Inadaiwa Kim Jong-un alisoma shule akitumia jina jingine, na hakuna aliyejua kuwa yeye ni mtoto wa rais wa Korea Kaskazini. Hivyo hata baada ya kuoana na mkewe, inaaminika kabisa usiri kwenye jina lake ulizingatiwa. Watafiti wanaamini kuwa jina analotumia mwanamke huyo huenda si lake na limetumika tu ili kuficha usiri wa maisha yake kabla ya kuwa mke wa Kim Jong-un. Inadaiwa kuwa jambo kama hilo lilifanyika kwa mama yake Kim Jong-un, ambaye alikuwa akifahamika kwa jina la Ko Yong-hui, na baadaye kaja kudaiwa kuwa jina lake halisi ni Ri Un-sil. Namba 3, historia ya nyuma. Moja kati ya sheria ambayo mwanamke huyu anatakiwa kufuata kwa kipindi chote anachotaka kuendelea kuwa hai ni kuto kufichua jambo lolote kuhusu maisha yake ya nyuma, kuanzia marafiki, historia, picha wala jambo lolote la maisha yake ya zamani. Taarifa hizo ndogo huweza kuzalisha mnyororo wa taarifa ambazo majasusi na hata vyombo vya habari vinavyofuatilia maisha ya Kim Jong-un vinaweza kuvitumia na kufahamu mambo ambayo hayakutakiwa kuwa wazi. Licha ya madai kuwa serikali ya Kim Jong-un ilifanya operesheni kubwa sana ya kuondoa kila data za maisha yake ya nyuma, lakini kuna baadhi ya mambo yamekuwa wazi mpaka hivi sasa, lakini haieleweki endapo hizi ni taarifa za kupikwa au ni halisi. Inadaiwa kuwa mwanamke huyu alikuwa mwimbaji wa bendi ya Korea Kaskazini na alikuwa akizunguka nchi jirani na bendi hiyo kuiwakilisha nchi yao, na wengine wanadai kuwa hata Kim Jong-un alimwona mwanamke huyu na akavutiwa naye kipindi alipokuwa akitumbuiza katika tamasha la kitaifa. Wakati akiwa katika bendi hiyo, walifanikiwa kutoa albamu, lakini kwa bahati mbaya, baada ya kuolewa na Kim Jong-un, inaelezwa kuwa watu wasiojulikana wa serikali ya Kim walifanya msako wa nyumba kwa nyumba, wakizikusanya CD na tape zote zilizokuwa na nyimbo za bendi hiyo ambayo mwanamke wa Kim Jong-un alikuwa akiimba. Na kuna madai ambayo hayajathibitishwa kwamba wanabendi 9 kutoka kwenye bendi aliyokuwa akiimba mwanamke huyo waliuawa ili kuficha siri za maisha yake ya nyuma.
Kumbuka, hizi zinaweza kuwa tuhuma tu, lakini uamini kwamba kuna mambo ya kushangaza sana katika uongozi wa Kim Jong-un na Korea Kaskazini ambayo kwa ulimwengu wa nje yanaweza kuonekana kama ni fununu. Namba 4. Haonekani hadharani peke yake. Tofauti na ilivyo kwa wake wengine wa marais nchi nyingi duniani ambao wamekuwa wakitembea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi zao kufanya shughuli za kitaifa au shughuli binafsi, mke wa Kim Jong-un kwake haipo hivyo, kwani mwanamke huyu kwa asilimia kubwa hatakiwi kuonekana popote bila ya Kim Jong-un kuwepo pembeni yake, na amekuwa na kawaida ya kutoweka mbele za macho ya umma kwa muda mrefu kisha kujitokeza tena. Hivi karibuni mwanamke huyu alitoweka kwa miezi 18 kisha akarejea tena. Wengine huhusisha kutoweka kwake na masuala ya uzazi. Namba 5. Mimba haitakiwi kuonekana. Katika kipindi chote cha ndoa yao, Ri Sol-ju hajawahi kuonekana akiwa na mimba, na hii imefanya hata taarifa kuhusu idadi ya watoto walionao isiwe na uhakika. Hapo nyuma taarifa pekee iliyotoka ni kwa mchezaji wa basket wa Marekani Bwana Dennis Rodman, ambaye ni rafiki mkubwa wa Kim Jong-un, ambaye alidai kuwa alifika nyumbani kwa Kim Jong-un na alimpakata mtoto wa kike. Taarifa hii haikuchukuliwa kwa uzito mpaka pale mtoto wa kike wa Kim Jong-un alipokuja kuonekana hadharani na baba yake miaka mingi mbele. Kutokana na aina ya uongozi wa Korea Kaskazini, iko wazi kuwa moja ya mtoto wa Kim Jong-un atakuja kurithi madaraka na kuwa rais wa nchi hiyo, kwani rais ni lazima atoke kwenye familia hiyo ya madikteta. Hivyo hii inadaiwa kuwa sababu ya kuwaficha watoto hao. Kuna baadhi ya taarifa zinadai kwamba Kim Jong-un hajabahatika kupata mtoto wa kiume, hivyo mke wake amekuwa akilazimishwa kuzaa mpaka pale atakapopata mtoto wa kiume. Lakini kuna uwezekano kuwa kwa sasa tayari amekwisha pata, kwani kuna watoto wawili wa Kim Jong-un ambao wanadaiwa kuwa mafichoni na hakuna taarifa ya kuthibitisha uwepo wao. Namba 6. Marufuku kupiga picha hovyo. Korea Kaskazini wako makini sana kwenye kuchagua nini kionekane katika ulimwengu wa nje na nini kisionekane, na moja ya vitu vinavyoangaliwa kwa umakini ni picha zinazopigwa eneo lolote lililopo Kim Jong-un na familia yake. Mke wa Kim Jong-un haruhusiwi kupiga au kupigwa picha na mtu yoyote isipokuwa kwa ruhusa ya Kim Jong-un. Hivyo hata anapokuwa katika matukio ya hadhara, picha zote hukaguliwa ili kuona kama kuna picha yoyote isiyofaa. Asante kwa kutazama video hii. Tafadhali toa maoni yako kwenye sehemu ya comment, kisha bonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Tukutane tena kwenye video nyingine.